Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22 mpaka wa 23. Anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Neno la mwezi huu au neno la leo linasema ni huruma za Bwana hatuangamii. Haleluya. Amen. Tajia watu wawili wamshangilie Bwana kwa vigelegele na makofi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Oh my God. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Amen. Maombolezo 3:22. Anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Amen. Huu mwezi kuna watu Bwana anakwenda kuwahurumia. Amen. Amen. Kuna huruma za Bwana zinakwenda kuachiliwa juu ya watu, Amen. juu ya taifa, Amen. juu ya familia. Amen. Na ni neno ambalo ni Mungu anaongea na mtu. Amen. Kwa hiyo usimsikilize prophet, msikilize Mungu. Amen. Usisikilize mafundisho, msikilize Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu hili neno ni Mungu anaongea na moyo wa mtu. Amen. Sasa anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Amen. Yaani maana yake tayari ulikuwa kwenye list ya kuangamia, kwenye list ya kushindwa, kwenye list ya uharibifu. Lakini huruma za Bwana, Bwana anapokuhurumia inasababisha usiangamie. Amen. Twende Marko sura ya 8. Marko sura ya 8. Marko sura ya 8. Taanza mstari wa kwanza. Marko sura ya 8 mstari wa kwanza. Nadhani nitasoma mpaka wa 9. Anasema hivi: katika siku zile, kwa vile ulivyokuwa mkuu tena ule mkutano, nao wamekosa kitu cha kula, akawaita wanafunzi wake akawaambia, na wahurumia mkutano, kwa sababu yapata siku 3 wamekaa nami, wala hawana kitu cha kula. Nami nikiwaaga waende zao nyumbani kwao, hali wanafunga, watazimia njiani, na baadhi yao wametoka mbali. Wanafunzi wake wakamjibu, je, ataweza wapi mtu kuwashibisha hawa mikate hapa nyikani? Akawauliza, mnayo mikate mingapi? Wakasema 7. Akawaagiza mkutano waketi chini. Akaitoa ile mikate 7, akashukuru, akaimega, akawapa wanafunzi wake wawaandikie. Wakawaandikia mkutano. Walikuwa na visamaki vichache, akavibarikia, akasema wawaandikie na hivyo pia. Wakala wakashiba, wakakusanya mabaki ya vipande vya mikate makanda 7, na watu waliokula wapata 4,000. Akawaaga. Sema amen. Haleluya, watu wa Mungu. Hii Marko sura ya 8, makutano walikuwa wamekaa na Yesu nyikani siku 3. Akawa akiwafundisha neno la Mungu, akawa akiwafundisha habari za ufalme wa Mungu. Na siku 3 zilipokamilika, Yesu akawa anataka kuwaaga ili warudi nyumbani kwao. Haleluya. Kwa maana nawaambia sisi tunaokuja ibadani masaa mawili, tunaona kama Mungu tumemsaidia. Kuna watu walikaa na Yesu siku ngapi? Hajarudi kwake, hajarudi kwenye familia, hajarudi kuona nyumba yake. Kama aliacha amefungua mbuzi, hajarudi kuwafunga. Kama aliacha nyumba ameegeshea, siku 3 inabaki hivyo hivyo imeegeshewa. Yeye yuko na Bwana. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Sasa huu mstari wa 2 Marko 8:2 anasema, Yesu akasema, na wahurumia mkutano, kwa sababu yapata siku 3 wamekaa nami, wala hawana kitu cha kula. Nami nikiwaaga waende zao nyumbani kwao, hadi wanafunga. Yaani maana yake akiwaaga waende wakiwa hawana kitu cha kula, akasema watazimia njiani.
Nataka uone ni point anayosema na wahurumia mkutano. Haleluya. Amen. Na wahurumia Mkutano. Kumbuka kwamba baada ya Yesu kuwahurumia, hapa chini alitenda muujiza wa kubariki nini? Mikate. Tunakumbuka? Amen. Yes. Sasa hawa watu wamekaa na Yesu siku 3. Amen. Wamefuatana naye, wamesikiliza neno. Amen. Wamemtumikia Amen. siku 3. Amen. Ikafika point Yesu mwenyewe akawahurumia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna siri nataka uielewe hapa. Amen. Unajua watu wa Mungu, Mungu ni Mungu wa huruma. Amen. Mungu ni Mungu wa nini? Wa huruma. Wa huruma. Amen. Yaani umetembea na Mungu kwa kiwango gani? Amen. Kuna watu waga wanayokata tamaa. Amen. Hawa watu walikaa siku 3. Siku ya kwanza Yesu hakuwapa kitu. Siku ya pili hakubariki mikate. Ilipofika siku ya 3, Yesu mwenyewe akawahurumia. Amen. Yaani moyo wake akajisikia kuwahurumia kwamba hawa watu nahitaji niwatendee muujiza. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yes. Leo nataka niwatie moyo watu fulani. Amen. Nataka nikuimarishe wewe ambaye umeamua kutembea na Bwana. Amen. Huenda siku 3 yako wewe ni miaka 2. Amen. Huenda siku 3 yako wewe ni miaka 5. Amen. Bwana anasema kuna mtu amenitumikia kwa miaka 5 na hamna kitu cha maana ambacho nimewahi kumtendea. Sasa Mungu anafika anaanza kukuhurumia yeye mwenyewe kwamba huyu anatakiwa atendewe jambo. Amen. Hawa watu Yesu alianza kuwahurumia kwa sababu siku 3 wamekaa naye. Amen. Zaburi 145. My God, my God. Zaburi 145. Zaburi 145 mstari wa 8 na wa 9. Anasema hivi: Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. Haleluya. Amen. Anasema Bwana ni mwingi wa huruma. Ni mwingi wa nini? Wa huruma. Kuna watu nimewaacha. Bwana ni mwingi wa nini? Wa huruma. Wa huruma. Amen. Maana yake Bwana amejaa huruma. Amen. Moyo wa Mungu umejawa huruma ambayo sio ya kawaida. Amen. Sasa hii huruma anaipata mtu gani? Namba 1, mtu anayejua kwamba Mungu ni Mungu wa huruma. Amen. Namba 2, mtu anayeamini. Mtu anayeamini? Anayeamini. Anayeamini. Kwa nini? Kama kuna watu 3 wana shida au wameenda kwa Mungu, watu 3. Mmoja anajua Mungu ana huruma ila haamini kama Mungu anaweza kumhurumia. Sawa? Amen. 3 anajua Mungu ana huruma na anaamini Mungu anaweza kufanya nini? Kumhurumia. Atakayehurumiwa na Mungu ni huyu 3. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu anaelewa kwamba Bwana ni mwingi wa huruma na anaamini kwamba Mungu anaweza kufanya nini? Kumhurumia. Amen. Na hii ndio kazi nilionayo asubuhi ya leo. Amen. Nataka nipate watu 2 watatu ambao waelewe Mungu amejawa huruma. Amen. Alafu waamini juu ya huruma za Mungu